na utakwenda kukupa furaha mwaka huu. Miezi iliyobaki ni upako unakwenda kuachilia furaha kwako. Nizungumze juu ya majina ya Roho Mtakatifu. Kwa nini kujifunza juu ya majina ya Roho Mtakatifu? Kwa sababu kibiblia jina huhusika na tukio lililotokea. Kibiblia jina huhusika na tukio lililotokea. Aidha wakati wa kuzaliwa au wa kutungiwa mimba kwa mtoto. Kwa hiyo watu walipewa majina kutokana na tukio maalum. Ninaomba twende haraka tusome Mwanzo 10 mstari wa 25. Biblia inasema Ebeli akazaliwa wana wawili wa kiume. Jina la wa kwanza ni Pelegi, maana katika siku zake nchi iligawanyika, na jina la nduguye ni Yoktan. Aliitwa Pelegi kwa sababu ya mgawanyiko wa kitaifa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Pelegi ni mgawanyiko. Mwanzo sura ya 25 mstari wa 24 na 26. Mwanzo 24 25, Mwanzo 25 kuanzia mstari wa 24 mpaka wa 26. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, wakamwita jina lake Esau. Yaani wamemwita Esau kwa sababu ni mwekundu na mwili wake wote umefunikwa nywele. Yaani sio kichwani tu, mwili wote mpaka miguuni amefunikwa na nywele na ni mwekundu. Kwa hiyo tafsiri ya Esau mwekundu. Bwana asifiwe. Nataka najaribu tu kukuonyesha Biblia kwa nini tujifunze majina ya Roho Mtakatifu. Endelea mstari unaofuata. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Akaitwa jina lake Yakobo. Tafsiri ya Yakobo mshika kisigino. Tafsiri ya Yakobo au mbishi, king'ang'anizi, kwamba hataki aitwe Doto anataka tutoke wote, kwamba kama ametoka Esau mnampa haki ya uzaliwa, mbona ametoka na mkono wangu tumetoka wote. Bwana siwe sana. Na ndio maana sijui niliongee, lakini nataka tu niliongee labda kidogo hilo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu soma mstari wa 25, sura 25 mstari wa 23. 25:23. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Umeona? Ni mbishi. Mungu anamwambia huko tumboni mwako kuna mataifa mawili, sio mapacha wale. Ni mataifa. Bwana asifiwe. Akina mama unatafakarije unapobeba mimba? Unaweza ukawa umebeba mimba unafikiri umebeba mtoto, kumbe taifa. Lakini anasema hivi, wanabishana toka tumboni, hakuna kunitawala. Kwa hiyo atalazimishwa mkubwa amtumikie mdogo. Jina Yakobo linamaanisha, nikupe na mistari michache tena. Sura ya 27 mstari wa 36. Mwanzo
Akasema, je, hukuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amemchukua mbaraka wangu. Jina Yakobo ni haki yako uitwe, kwa sababu mara ya kwanza umechukua uzaliwa wangu wa kwanza kwa sahani ya ubwabu, lakini mara ya pili sasa umenimaliza. Kwa hiyo kwa sababu ya jina, na ndio maana nataka nifundishe umuhimu wa kujua majina ya Roho Mtakatifu. Katika Malaki sura ya kwanza mstari wa 2, nataka kuzungumza tu juu ya umuhimu wa kujua majina kibiblia. Malaki 1:2. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Asema Bwana, ila nimempenda Yakobo. Bwana asifiwe sana. Unajua ukiwa king'ang'anizi Mungu anakupenda. Yaani Yakobo toka tumboni anajua kwamba mimi ni doto, lakini sikubaliani kuzaliwa doto. Nikizaliwa doto sitapokea haki ya kurithi. Akapewa jina kwa sababu ya ubishi wake. Sijui nimsemeje Yakobo. Yakobo hata Mungu kabishana naye, kamwambia usiponibariki hapachi hapa, patabaki usiku. Ili pache unibariki. Anasema Bwana alipoona kuna pambazuka akambariki. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, Yakobo ni jina zuri kwa sababu ni mtu anayeng'ang'ania kupokea kutoka kwa Bwana. Hakubali kutokupokea. Nikupe maandiko mengine tuhame hapo. Soma Mwanzo 29:32 hadi 35. Jina la kwanza anaitwa Roho wa Mungu. Nina maandiko mengi ambayo siwezi kusoma yote. Mwanzo 1:2, hiyo tutasoma. Mwanzo 4:38, Mwanzo 41:38 anaitwa Roho wa Mungu. Nina maandiko mengi yanayohusu Roho wa Mungu. Anaitwa Roho wa Mungu. Naomba nifundishe kirahisi sana na taratibu sana kama tuko darasani, kwamba ondoa muundo wa matamshi ya Kiswahili. Ondoa muundo, mjengo wa matamshi ya Kiswahili kutamka kwamba suti ya mchungaji. Sasa hilo tamko linaposemwa Roho wa Mungu, usiweke muundo huo. Naomba tusome hayo maandiko. Mwanzo 1:2, naomba tusome Mwanzo 41:38. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya uso. Sasa Mwanzo 41:38. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Bwana asifiwe sana. Sasa ondoa neno linalotengenezwa na umbo la Kiswahili. Ujenzi wa maneno au matamshi ya Kiswahili, tukisema Roho wa Mungu ni kama kusema shati la mchungaji, ni kama kusema nyumba ya Adiliano, ni kama kusema gari la mama Mchome. Sawa? Lakini Roho wa Mungu haimaanishi roho anayemilikiwa na Mungu. Halo? Bwana asifiwe. Ndio maana nakusaidia. Ondoa jina hili kulitumia kama kwamba huyu roho anamilikiwa na Mungu. Tafsiri nzuri tunaipata kwenye hayo maandiko tuliyoisoma, kwamba roho ya Mungu ikatulia.
Biblia ya Kiebrania inatumia neno ikaatamia, halafu ikaumba. Maana yake uungu wa Mungu. Tumia neno hili kutamka roho, tamka uungu wa Mungu. Wanasifiwe. Na ndio maana hata katika ile Mwanzo 41:38 Farao anasema, huyu mtu tuliye naye hapa Misri alinunuliwa kutoka nchi ya Israeli kama mtumwa aliyeuzwa na ndugu zake, lakini kumbe tumenunua ambaye ndani yake kuna roho ya kiungu, sio roho ya Mungu. Halo? Wanasifiwe. Wanasifiwe. Twende vizuri uelewe kuhusu majina ya Roho Mtakatifu. Kumbe ndani yake kuna roho ya kiungu. Washihiri, wabashiri, wanajim na waganga wa Babeli na wenyewe walipopelekwa kwa Nebukadreza, anawaambia, niambieni nina ndoto niliiota usiku, inatisha, nataka mniambie, nimeisahau. Wakamwambia, mzee, sisi tutakupa tafsiri yake, lakini wewe utuambie ulivyoota, ila sisi tutatoa nini? Tafsiri yake. Na tafsiri hiyo tutakupa bila shida, tena tutaitoa vizuri, tafsiri utaielewa. Yule mfalme naye alivyokuwa mjanja, akajua haya, nikiambia ukweli ndoto hii. Nebukadneza ndoto alikuwa hajaisahau. Ndoto alikuwa ila alichokuwa anaogopa, nitapataje lile ndoto linatisha, natakiwa nijue maana yake kwa utisho lilionao. Lakini nikiwapa watatengeneza tafsiri isiyo sahihi. Sasa nataka kama kweli ndani yao kuna roho inayoweza ikafunua mafumbo, wajue nilivyoota. Kwa hiyo akaambia, nimeisahau. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Kwa hiyo niambieni nimeotaje kwanza. Mkiniambia nilivyoota ndiyo mnipe tafsiri. Wale wanajimu na waganga na washihiri wakamwambia mfalme Nebukadreza hivi, hakuna mganga, hakuna mchawi, wala mnajimu, wala mshihiri mwenye uwezo wa kufanya hivyo, isipokuwa aje mtu ambaye roho ya kiungu inakaa ndani yake. Hello? Hallelujah. 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 Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio tutowe mumbo la maneno ya Kiswahili, ni roho ya kiungu au ni uungu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo wakamwambia, hapa chini ya jua hakuna binadamu, mshihiri, mnajimu, mganga, mchawi, mbashiri, lazima aje mtu ambaye ndani yake iko roho ya kiungu ambayo haina fumbo isilolijua. Hallelujah. Maana yake walikuwa nasema aje mtu mwenye roho ya kiungu ambayo inajua kila kitu. Kwa hiyo lazima atokee mtu mwenye Roho Mtakatifu. Waliposhindwa akaambia na wachinja. Na amemaanisha kweli kwamba anawachinja. Danieli aliposikia akasema, usichinje watu, mimi nipo ambaye, haleluya, roho ya kiungu iko ndani yangu. Roho Mtakatifu, jina la kwanza anaitwa Roho wa Mungu, kwa maana ya kwamba ni utendaji halisi wa Mungu, ni roho kamili ya Mungu. Sasa maandiko mengine siwezi kuyataja sana, nikupe tu maandiko hayo utayasoma. Hesabu 35 mstari wa 31, Kutoka 31 mstari wa 3. Kuitwa roho ya Mungu au roho wa Mungu huleta
utendaji wa Mungu. Ayubu 27:3 na Ayubu 33:4. Sisomi. Kuitwa roho wa Mungu hutamka utendaji usio wa mipaka. Hutaka kuleta maana ya utendaji wa uumbaji. Au nisome kidogo nisikupunje sana. Soma hiyo Ayubu 27:3 na Ayubu 33:4. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu i katika pua yangu. Halo, Bwana asifiwe. Wamba mwanadamu katika vitu vyote vilivyoko duniani, Ayubu ame-experience kwamba uhai wa binadamu ni pumzi ya Mungu ambayo ni roho ya Mungu. Ndio maana binadamu huwa anaenda kwa Mungu. Sio sawa na wanyama. Uhai wao wakifa unapotea. Hakuna roho inayokwenda kuzimu wala inayokwenda kokote. Unatokana na pumzi ya Mungu. Soma Ayubu inayofuata 33:4. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Haleluya. Andika hivi, neno roho wa Mungu huwakilisha uungu ndani ya uumbaji wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 3:16 na Wakorintho wa pili 3:3. Roho wa Mungu au roho ya Mungu huwakilisha uungu wa Mungu ndani ya uumbaji. Ninaomba nisikae hapo, nikimbie kidogo. Kwa hiyo neno hili roho wa Mungu ni tamko linalokusudia kufunua yafuatayo. Kiini cha uungu, moja. Ni tamko linalokusudia yafuatayo. Kiini cha uungu, hiyo ni moja. Mbili, Roho Mtakatifu ni Mungu. Matendo 5:3-4. Naomba hiyo niisome. Ni tamko linalolenga kufunua haya. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Tufatishe statement ya Petro. Moja, anauliza hivi, kwa nini shetani amekupa ujasiri na kukutia kichaa na wazimu na kiburi na ujeuri umwambie uongo Roho Mtakatifu? Sasa anamfunulia kwamba humjui Roho Mtakatifu vizuri. Huyu sio mwanadamu, ni Mungu. Unaona tafsiri inavyokuja sasa? Wanasifiwe. Wanasifiwe. Hukumwambia uongo mwanadamu, huyu Roho Mtakatifu ni Mungu. Na kitu kinachomthibitisha Roho Mtakatifu ni Mungu, kuna mambo yafuatayo. Andika, ni wa milele. Ili kitu chochote tuamini kwamba huyu ni Mungu, lazima asiwe na mwanzo, lazima asiwe na mwisho. Haleluya. Roho Mtakatifu ni wa milele, hivyo ana sifa kamili ya kuitwa Roho wa Mungu au uungu wa kiungu. Waebrania 9:14, naomba nisomee hapa. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kuwa sadaka kwa Mungu isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Zaidi sana damu yake Yesu Kristo aliyejitoa kwa roho ya milele. Wangejua wasurubishaji wasingejisumbua. Mnamsurubisha mtu ambaye hawezi kufa milele, hana mwanzo na hana mwisho. Mnyenyi mnafikiri mnafikisha mwisho wake. Yuko kila mahali. Roho Mtakatifu ana hali ya uungu
ya kutokuwa mahala pamoja tu. Hebu ngoja niwaulize swali. Bwana asifiwe. Nani anahisi Roho Mtakatifu amejaa ndani yake? Nauliza swali. Hebu simama. Mungu awabariki. Hawa wengine leo tutawaombea nao wajazwe. Leo tutaomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Mimi nilipo hapa nimejaa Roho Mtakatifu kikamilifu, na Roho yuko ndani yangu, lakini na wale wamejazwa. Wakati mimi nimejazwa, anakujaje kwako kukujaza na mimi anijaze na yule amjaze? Dunia nzima anaweza akatujaza kwa wakati mmoja, kwa kuwa tu yuko kila mahali. Anaweza kuwepo popote kwa sekunde hiyo hiyo na akafanya mambo tofauti. Zaburi 139:7 hadi 10. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za chini za bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Roho Mtakatifu Bwana asifiwe sana. Hebu mwangalieni Adiliano wote, macho wote mwangalieni Adiliano. Mwangalieni wote. Hebu toa macho yako. Angalia huku. Huku. Muangalie huku sasa, usimwangalie tena. Unamwona? Yaani alipo hapo, yuko hapo. Hawezi. Lakini Roho Mtakatifu anaweza akavikalia hivi viti vyote kwa wakati mmoja. Kila kiti yupo. Anaweza akawakalia wanadamu wote. Huyu mwandishi wa Zaburi anasema, kumbe nimegundua Roho Mtakatifu hakuna sekunde ambayo kuna mahala hayupo. Hata wakati nawaza mabaya alikuwepo pale pale. Niende wapi nijiepushe na uso wake? Nikisema nipande mbinguni yupo. Nikisema niende kuzimu nako yupo. Hakuna mahala ambapo Roho Mtakatifu hayuko kwa wakati mmoja. Ninaomba andika C. Anaweza yote. Neno la kithiolojia wanatumia omnipotent. Omnipotent. Yuko anaweza yote. Yaani hana mipaka ya utendaji. Yaani sisi, nilikuwa nampigia simu mtu mmoja alikuja kuombewa hapa. Akaniambia, baba nashukuru, sasa hivi nimeshapata kazi, ni binti. Nimeanza kujifunza mechanic, natengeneza magari. Nikamwambia, unajifunza nini kwenye gari? Sinajifunza gari. Kwa wale wanaojua magari nafikiri wananielewa hicho kitu ni kama kichekesho eti. Nikamwambia, unajifunza nini? Najifunza yani gari. Sasa nikamwambia, fundi wako ni nani? Una namba yake? Hebu mpigie, mwambie mimi najifunza nini kwenye gari. Alipompigia akamwambia, unajifunza taaluma? Akamwambia, unajifunza ufundi wa umeme. Kumbe najifunza ufundi wa umeme. Bwana siwe sana. Umeme wa magari. Kuna fundi mle ambaye anajua pump ya gari. Kuna fundi wa rejeta. Kuna fundi wa injini. Ndivyo tulivyo wanadamu. Kuna watu wanajua vitu kadhaa na wanaweza vitu kadhaa. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kila kitu. Luka 1:35. Luka 1:35. Kwa hiyo, kwa nini anaitwa Roho wa Mungu? Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye sifa za kiungu zisizopungua hata kidogo. Na ndio maana alipomwambia uongo mtu mmoja, alitumia haki ya kiungu ya kuachilia uhai,
au makuondoa uhai. Kwenye sura ya 5 ya Matendo ya Mitume, ile mstari wa 3 na 4 tumeona akanyang'anya uhai wa watu wawili wakafa, kwa sababu wamemchukulia kama mwanadamu. Kumbe roho wa Mungu humaanisha ni uungu ambao uko kamili, lakini umejifunua katika nafsi ya tatu. Hebu soma tena. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Mariamu anasita kukubaliana na habari anazoambiwa na Roho Mtakatifu na anazoambiwa na malaika Gabrieli kwamba wewe utachukua mimba kuanzia dakika hii. Sasa hivi mimba inaingia ndani yako. Hata kama ni mimi tungebishana. Anamwambia, wewe litawezekanaje jambo hili, na mimi bado ni bikira, sijawahi kujua mme toka kuzaliwa kwangu. Mimba ianzie upande gani, inatokanaje? Akamwambia hivi, Roho wa Mungu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu anaweza kutenda jambo lolote bila kujali kanuni za kimaumbile. Anatenda tu. Haleluya, haleluya. Ndio maana wakati mwingine wanasayansi wakijaribu kututafakari na kututafiti wanachanganyikiwa. Naweza nikajaa Roho Mtakatifu nikatamka mambo, sasa wanatushughulia kama hivi, hawa watu ni wa namna gani? Ninatamka jambo, kumbe ni uweza wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu anaweza jambo lolote. Ninatamani ujazwe Roho Mtakatifu ili uvuke viwango vya kukaa kwenye hali ya kawaida. Unatembea una mipango ya miaka 50 huko mbele ndio uje ufikie malengo yako. Sikiliza, Roho Mtakatifu anaweza akafanya kila kitu bila kujali umri wa kazi yako. Kuna wengine wanajua nikistaafu ndio nitapata hela. Nikipata kale ka pension ndio nitafanya ABCD. Roho Mtakatifu anaweza akafanya bila viwango hivyo, anatenda tu yeye. Akaambiwa Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Hilo litasababisha anajua yote. Kitaalamu tunaita omniscient. Anajua yote. Wakorintho wa kwanza 2:10 hadi 11. Wakorintho wa kwanza 2:10 hadi 11. Ndio maana ya kuitwa Roho wa Mungu. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Hata siri za Mungu anazijua Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapojaa Roho Mtakatifu, ndio maana sisi Paulo alidiriki kusema kwamba ile siri iliyofichwa toka kuumbwa kwa ulimwengu, wakati wote wa manabii hawakuweza kuijua, ametufunulia sisi nyakati hizi za mwisho, kwa sababu sisi tumejiliwa na Roho wa Mungu. Wanasifiwe, wanasifiwe. Mungu atusaidie. Anaweza kutoa hukumu na hata kuondoa uhai. Matendo 5:3 hadi 4 hasiisomi. Anahusika na mamlaka ya kusamehe dhambi. Tito 3:5 acha tusisome. Anahusika na kuumba. Hapo maandiko mengi, Mwanzo 1:2, Ayubu 33:4 na Yohana 3:5 hadi 8. Anahusika na kuumba. Aliumba ulimwengu, aliumba wanadamu,
anafanya upya wanadamu. Anahusika na kazi ya kufanya upya kila kitu. Wakati Mwanzo 1:2 anasema Roho wa Mungu alitulia. Biblia ya Kiingereza anasema alikuwa akiufanya upya ulimwengu. Kwa maana ya kwamba dunia ya kwanza ilikuwa imegalikishwa na maji, ile walioishi kina Lucifer katika bustani ya Edeni, kwa mujibu wa Isaya 14:18. Sasa ukafunikwa na maji, lakini Roho wa Mungu akaja akaufanya upya. Anafanya upya kitu chochote. Tunaposema kwamba wewe ni mfinyanzi, kilichoharibika unakifinyanga tena. Hata angekuwa mlevi amechafuka kitabia, angekuwa sijui teja, angekuwa sijui jambazi, angekuwa muuaji mwenye hasira, Roho wa Bwana anakija ndani yake, anafanya upya. Mwenye hasira anakuwa mpole, mwenye wivu anakuwa mtulivu, binafsi anakuwa mkarimu, anakuwa na upendo, anakuwa na ushirika, anafanya upya. Ndio maana Roho Mtakatifu anaweza akafanya mambo yote. Anahusika na kufufua wafu, na ndiye atakayehusika na ufufuo wa watakatifu. Warumi 8:11, naomba kama unaweza ukasoma kwa haraka. Ndio maana anaitwa Roho wa Mungu. Anahusika na kutufufua vitu vilivyokufa. Naomba nisomee hapo. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa. Haleluya, haleluya. Sasa mwambie mwenzako, usipojazwa Roho Mtakatifu kifo na kufa jumla. Mwambie sasa, umshike mkono, mwambie uliyekaa naye hapo, usipojazwa Roho Mtakatifu ukifa unakufa jumla. Anahusika hapa. Yametajwa mambo mawili: kuihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Hata sisi tujapozikwa leo, mimi nikifariki mkanizika mkanifukia na madongo, nani hata rusha udongo kwenye kaburi langu? Nani hata rusha udongo? Si mtarusha udongo eti pamchome. Sasa zamu ya waumini wake. Lakini kwa yule Roho aliyemfufua Yesu Kristo, atakuja kuihuisha miili iliyo katika hali ya kufa makaburini. Yeye ndiye anayebadilisha kilichokufa kiwe hai tena. Ndio maana Roho Mtakatifu, nilitaka kukufunulia neno moja tu. Kwa nini anaitwa Roho wa Mungu? Haleluya, haleluya. Karama zilizokufa ndani ya watu anazihuisha, zinatokea. Kama uliwahi kuokoka zamani, ulikuwa unaona na malaika. Kule Arusha waliniuliza, eti dokta, leo hii hatusikii watu kutokewa na malaika, kwa nini? Kaambia, kwa nini hamsikii? Ina maana hamfuatilii hata kwenye mahubiri yangu kwamba mimi natokewa na malaika na ninaongea nao. Yale mambo ya mahusiano ya Mungu na mwanadamu, Roho Mtakatifu anayahuisha, yanakuwa hai. Tunarudia ile ya Edeni ya kukutana na Mungu, nasema naye kwa Roho Mtakatifu. Nikamwambia mtakosea sana. Yaani unamwona kabisa kama alivyomtokea Ibrahimu, wakampikia na chakula, ndio, na maji nampa, anakunywa. Wanasifiwe, wanasifiwe. Nini kilichopotea? Akija Roho Mtakatifu anahuisha. Muda wangu utaenda mbali.
anahusika katika kumiliki huduma, karama, vipawa na kutoa vipawa, karama na huduma. Mambo mawili nimeongea hapo. Ndiye anayehusika kutoa vipawa ndani ya mtu. Akija roho juu yangu, ninaweza nikawa na vitu vya ajabu ndani yangu kwa sababu ya roho wa Mungu aliye juu yangu. Kina Petro walipopokea Roho Mtakatifu, linafika linamwambia, wewe kiwete, acha mambo ya kuombaomba hela, ujinga huo. Kaa unaombaomba 200 eti saidia mimi, saidia mimi, ujinga huo. Mimi nina jina la Yesu linaweza likakufanya badala ya kupewa senti 50 unapata miguu yako, unaanza kutafuta mamia ya mamilioni. Halo. Kipawa cha Roho Mtakatifu ndani ya Petro kikamuinua kiwete, thamani yake ikabadilika. Yeye ndiye anahusika kutoa vipawa, karama na huduma na kuvimiliki. Karama na huduma na vipawa vimilikiwi na mchungaji, havimilikiwi na askofu, havimilikiwi. Sikiliza. Mimi ni mchungaji wako, lakini siwezi kukupandia kipawa. Lakini Roho wa Bwana akija juu yako, anaachilia nguvu, anaachilia kipawa. Unaweza ukaenda wewe mwenyewe. Mimi wanawashuhudia siku zote. Muujiza wa kufufua mtu mimi nilitendeshwa kwa nguvu. Kumbe mama ambaye ninamhudumia kiroho, yeye nimehudumia mpaka kimepatikana kipawa ambacho hata mimi nilikuwa hakijaanza kufanya kazi kwangu. Kafiwa na mtoto hospitali, kawang'ang'ania wakawazuia kumweka mochwali. Asema hapana, mtoto wangu hazikwi mpaka aje mtumishi wa Mungu Ngasa hapa. Apelekwi huko mochwali mpaka aje. Wanamwambia mama akija si utampeleka? Hapana, mpaka amshike kwanza, atamke neno. Mimi nilipofika hospitali, huyo hapo, akamkwepua yule maiti, anamkimbiza, ananiletea. Anambia huyo hapa, mtumishi wa Mungu kaja. Yeye anaamini nikifika mimi mtoto atafufuka. Kipawa kinaongea ndani yake, kinamilikiwa na Roho Mtakatifu, na ndicho kilichotenda kazi akafufuka. Ni kile kipawa kilichokuwa ndani yake, kilichowekwa na Roho Mtakatifu. Akaniambia, mimi mwanangu sijakubali kwamba amekufa, mwite mwanangu arudi. Mimi nikaona huyu kachanganyikiwa, karukwa na akili. Kumbe ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Nikamwambia mama, Mungu akubariki, nenda basi pale nje mimi niombe. Nikiambia akitoka niwape wapeleke mochwari. Maana mimi mwenyewe hiyo akili haijafika hapo. Mama akasema, akambeba akaniwekea hapa kifuani, akanishikisha mikono kwa nguvu. Omba. Kuna kona zingine wachungaji tunakutana nazo, kona ngumu. Kujiita mtumishi wa Mungu, mnaona sifa tu. Kuna watu utakutana nao siku moja, utajua ni sahihi kuitwa mtumishi wa Mungu au nipunguze spidi. Akaniambia, omba mwanangu arudi. Mwisho nilijikuta nalia. Nasema, Mungu msikie mtumishi wako. Yaani nimesema neno moja tu, mtoto pia mpaka leo yupo. Anayeachilia kipawa. Hebu soma Wakorintho wa kwanza 12:4-6. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, lakini Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Yule mama alinipelekesha, natoka siku hilo na mimi hiyo karama ndio ikaanza kuingia ndani yao. Yaani mimi ni Roho Mtakatifu aliweka kwake, ila sasa yeye hajiamini, anaamini katika mtumishi wa Mungu.
Lakini mimi wanasema yeye ndiye aliyefufua yule maiti, sio mimi. Mimi nilikuwa nataka kumpigisha chenga tupeleke mochwari. Kanigomea, kanipiga kabali pale mpaka nikaomba. Nimetamka neno moja tu, mtoto cha. Unajifunza nini? Ndio maana Biblia inasema hivi, mwaminini Mungu, waaminini watumishi wake manabii. Alikuwa na imani katika Mungu, lakini anaamini katika mtumishi wa Mungu. Mwaminini Mungu, waaminini watumishi wake manabii. Anaamini katika Mungu, lakini anaamini katika mtumishi wa Mungu. Hiyo ilitokea kwa Gehazi na Elisha. Mtoto amekufa, Elisha akamtuma Gehazi. Wenye mtoto hawaamini katika Gehazi, wanaamini katika mtumishi wa Mungu Elisha. Akamwambia, nenda kamwekee fimbo atafufuka. Weka fimbo mpaka asubuhi. Hamna kitu. Kabidi aende mwenyewe. Nimalize kwa kusema hivi. Roho Mtakatifu ndiyo mmiliki na mdhihirishaji wa wokovu wetu. Kwa ni Mungu, kwa sababu anamiliki wokovu na anatoa wokovu na anaudhihirisha na anausimamia na anaustawisha. Kwa tunaposema Roho wa Mungu, jina moja tu leo nimemaliza, naona nisiendelee. La pili litanishinda kulifundisha. Niishie hili jina la moja tu. Roho Mtakatifu ni Mungu, sio kwa dhana ya umbo au tamshi lilivyo la Kiswahili. Ina maana ni kiini cha uungu wa Mungu. Ndio utendaji mkuu wa Mungu ulipo. Ndio maana Yesu aliposema kwamba itawafaa zaidi mimi niondoke kwenu ili aje huyo Roho Mtakatifu, kwa sababu uhalisia wa uungu wangu Yesu Kristo ataudhihirisha na kufunua, kwa sababu yeye atakaa ndani yenu. Mimi kama Yesu nilivyo hivi siwezi kuingia ndani yenu, lakini Roho akija, mimi Yesu nitaingia ndani yenu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Jina la kwanza tulihitimisha hivi: Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, kwa dhana ya kwamba utendaji wake ni Mungu kamili na sifa zake ni Mungu kamili na tabia zake ni Mungu kamili. Hivyo usiogopa ukimchukulia. Kuna watu wanamchukulia Roho Mtakatifu kama nguvu fulani inayotokea mtu ana vibrate, anasisimka. Sio nguvu. Yeye anasababisha nguvu, lakini yeye ni Mungu. Ndio maana imetofautisha hata katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 imesema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Umeelewa? Lakini mtapokea nguvu akisha, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye nguvu, akiingia ndani yenu na ninyi mtakuwa viumbe vyenye nguvu. Bwana asifiwe. Leo tunaweza tukasimama tukatangaza tangazo ambalo watu wakashangaa, wakashtuka. Kwa nini? Tumepokea nguvu. Baada ya Mungu mwenye nguvu, Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu, tunaweza kutenda mambo ambayo hakuna wenye hekima, hakuna waganga, hakuna miujiza itakayolinganishwa na ile tunayotenda watu tulio. Sikiliza, nisikilizeni kidogo nimalizie kwa kusema haya. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, hata kama ni katoto kadogo kamejaa Roho Mtakatifu, atatenda matendo ambayo
Hata wanasayansi watashangaa. Wanasayansi wanashangaza watu sasa hivi kwa kupasua kichwa. Kuna mtu mmoja nisimtaje, alienda kafanyiwa operation pale Marekani. Eti wakamwekea kidude kingine badala ya moyo. Wakauchukua moyo wakaondoka naye. Yaani yupo hapa, ni mtu maarufu tu, na mimi naongea naye tu kirahisi tu, alikuwa ananisimulia. Ule moyo wanautoa, wanamuunganisha kitu kingine, wanakiwasha kama badala ya moyo. Wanahesabu sekundu, kikosea umempoteza. Wanawasha nti. Halafu moyo wanatoa. Wanaenda kutengeneza matatizo yake, wakamaliza, wakaja akaunganisha, wakahesabu zao, nti, wakakitoa kila kaenda. Na leo yupo tu safi. Si mambo ya kushangaza hayo Sasa kwa Roho Mtakatifu yatatendeka mambo makubwa kuliko hayo. Matendo ambayo Roho Mtakatifu yatende, anataka kutenda au amekusudia kutenda au anatamani yatende kupitia watu waliojaa Roho Mtakatifu, ni ya kiungu. Roho wa Bwana atakujilia juu yako, lile lisilowezekana litawezekana. Ataihuisha na miili yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kukaa ndani yangu, huu mwili umewekewa muhuri, nikifa ukazikwa, siku akiniita Mungu, ninatoka kama, yani utafikiri sio mimi huyo, kwa Roho Mtakatifu. Naomba niseme yafuatayo. Hakikisha unapata ushirika wa kweli na Roho Mtakatifu. Hakikisha unajazwa, usiwe unapitwa na kipindi cha ujazo wa Roho Mtakatifu. Mbili, uliyejazwa Roho Mtakatifu, ishi naye kama Mungu. Mtambue kama Mungu. Mheshimu kama Mungu. Mwabudu kama Mungu. Msikilize kama Mungu. Mtii kama Mungu. Mahusiano yako ujue akili, nafsi na roho yako, utambue huyu ni Mungu, kama anavyoambiwa Anania na Safira. Usifikiri ni nguvu ya kunenea kwa lugha. Mtambue, mheshimu, mwabudu, mtumikie, mtii. Anaposema kaombe, kuna wakati tutakwenda kwenye masomo hayo baadaye, utendaji wake katika maisha ya binadamu. Kuna wakati mwingine hutusukuma kaombe, unashangaa unasikia kuomba. Siku moja Mushi huyu Elibariki Mushi, wakati anafanya kazi Cape Town, nimeanza kuomba mimi, nimesukuma kuomba saa 7, kama ilikuwa siku saa 7 na dakika kama 20. Naanza kuomba, namuombea na waombea, mzigo wa kuomba, naomba. Asa nikasema kwani naomba ni? Mwisho imekaribia saa 8, na kemea ajali. Toka kwa jina la Yesu. Toka ajali. Nakataa roho ya mauti, pepo linalojitega barabarani kula damu za watu. Ninapambana, lakini sijui ninachofanya. Ile namaliza kuomba nilale, simu inaita. Elibariki Mushi ananipigia, baba tumepata ajali hapa mbaya, watu wameumia, lakini mimi ni mzima. Nikamwambia uko wapi? Sasa uko wapi? Hapa polisi wamenikatalia, wanasema haiwezekani ukawa salama, ulikuwa kiti hiki, wenzako wote wamevunjika hivi, haiwezekani. Maana walimkamata, wanamwambia wewe unatafuta nini huyu mwizi? Ambia paka wenzake wakaambia tulitoka naye Kariakoo huyu. Sasa mbona mzima? Mbona yeye yuko salama? Sikiliza, msikilize Roho Mtakatifu. Kubali ushirika wake anapozungumza na wewe. Anachokushirikisha kiitikie.
Mimi amenituma niombe usiku, sijui chochote barabarani, niko chumbani naomba. Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye anatawala na kuona na kujua tusiyoyajua. Kumbe anaona ajali. Polisi wakamwambia hapana, wewe hatukuachii hata kama ni mzima, mpaka ukapimwe. Hata kama wewe kweli ulikwemo, mpaka ukapimwe. Inawezekana umeshaumia huko ndani. Mbona kiti ulichokaa kimejikunja kunja kama hivi? Nilimsikiliza Roho Mtakatifu. Yeye ni Mungu anayejua nisiyoyajua mimi. Ukimtambua hivyo, akikushirikisha. Ngojeni niwaambie. Niliwashuhudia juzi hapa Roho Mtakatifu nikiwa kwenye kikao cha wachungaji, akaniambia mchukue huyu mchungaji na huyu ukawanunulie mahitaji. Mmoja viatu, mwingine mnunulie. Roho Mtakatifu, na hela sikuwa nayo. Nikamsikiliza Roho Mtakatifu. Mmoja nikaja naye hapa, mwingine tukamalizana huko huko. Na hela sikuwa nayo, na tena nilikuwa na shida na hela. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Msikilize, huyu ni Mungu. Kuna mahala anakuelekeza kufanya ambapo pana mlango wako wa baraka. Pana mlango wako wa baraka. Pana baraka zako. Msikie, usijifanye una akili. Sasa sisi tumekuwa na akili kushinda Mungu. Unaweza ukashuhudiwa kabisa. Ndio maana mimi wakati mwingine sio mara moja mimi kutoa sadaka mara mbili kanisani. Nimetoa sadaka, nafika pale naambia Roho Mtakatifu sema toa tena. Natoa. Hebu naomba usimame. Naomba usimame. Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye anatamani ushirikiane naye. Msikilize. Kubali anachokushauri, anachokuambia. Tetemeka, ogopa, heshimu kila ambacho anaachilia kwako. Wiki iliyopita nikampigia mtu mmoja, hakupokea simu. Nikapiga tena, hakupokea simu. Hakupiga tena, nikapiga tena mara ya tatu, hakupokea. Nikaanza kuomba. Baadaye akanipigia, mbona umenipigia sana muda ule nilikuwa kazini? Nikamwambia muda huo nilikuwa naona kuna mishale, kuna wapiga mishale wanashambulia kwenye kiti chako cha ofisi. Yule mtu alilia, akasema nimepata tabu kubwa ya ajabu. Lakini mimi Roho Mtakatifu aliniambia tu mpigie uombe naye. Mpigie. Na wakati mwingine sijui ninachoomba naye. Na wakati mwingine unaweza ukashangaa, sasa mchungaji ameniambia tuombe, hata ninachoombea alichoomba. Nilikiomba unaona mbona hakuna hata alichoomba. Yeye ni Mungu. Roho Mtakatifu anajua usiyoyajua. Anaona usiyoyaona. Toa nafasi, msikilize. Yeye ndiyo mmiliki wa wokovu wako. Yeye ndiye anatawala vitu vyako. Hebu waimbaji tungeabudu kidogo. Inua mikono yako namna hii. Inua mikono yako. Natamani mwabudu Mungu. Roho Mtakatifu ashughulike na maisha yako. Mruhusu, yeye ni Mungu anayekujua, anayejua mambo usiyoyajua. Na wakati mwingine wewe unatamani mambo ambayo unaona kama ningetendekewa hivi, ningenitokea hili, yangetokea haya. Na yeye anajua kwamba hayo si muhimu kuli. Yeye kuna mambo anajua na anataka yatokee. Ile ibada nilipokuwa nahubiri Jumapili ile, nikamwambia kwamba msikilize Roho Mtakatifu anachosema na wewe. Kuna neno litakuja moyoni mwako. Likikutokea, litamke mbele za Bwana. Nimepata watu 7 waliopokea muujiza wa titi for tati.
Msikilize Roho Mtakatifu, mpe nafasi katika maisha yako. Mpe nafasi katika maisha yako. Nikuombe kwamba wakati huu tunapoabudu, Roho Mtakatifu atakuwa anatembea na kutenda. Ondoa ile dhana ya kwamba tutakapoanza kuomba, wakati huu tunapoabudu, Roho Mtakatifu atakuwa anatenda kitu. Ruhusu maisha yako, na nilishasema kwamba mtu yeyote ambaye anataka kukutana na Mungu asisubiri kuitwa mbele. Kama wewe unataka kumtafuta Mungu, usisubiri kuambiwa njoo mbele. Hiyo kuita mbele huwa sio sahihi. Ni mtu, kiu yako ndio inayokupeleka mbele za Mungu. Na usisubiri tuanze maombezi. Roho Mtakatifu ameniambia kabisa kwamba lile neno la mwaka la uso wa Mungu kwenda na wewe na atakupa raha linatimizwa katika ibada hizi, linaenda kukutokea kwenye ibada hizi. Kama kuna mtu amekuja mgonjwa, nataka nikujengee uzoefu wa tofauti ambao hujawahi kuufahamu. Hatutaombea mgonjwa leo, Roho Mtakatifu atapita anaponya mwenyewe. Umekuja na udhaifu, jihuzurishe tu kwenye wakati tunapoabudu. Umekuja na shida yoyote, una kesi mahakamani, na ninyi mnaotufuatilia kwenye media, uwe na kesi mahakamani. Wakati Roho Mtakatifu anatembea, atapita kwako pia. Hata kama kuna tatizo la uvimbe kwenye tumbo lako na wamekwambia utapelekwa India, unahitaji operation, Roho Mtakatifu anakwenda kupita sasa hivi. Una vidonda vya tumbo vibaya na vina bleed, vinatoa damu, Roho Mtakatifu anakwenda kupita sasa hivi. Umezurumiwa, hauna mtetezi,
Wewe mruhusu Roho Mtakatifu ndiye mtetezi wako wakati huu. Hauna mtu wa kukutetea, umenyang'anywa nafasi zako, umenyang'anywa mali zako. Roho Mtakatifu wakati huu anakwenda kutenda. Kuna watu wamenyang'anywa nafasi zao. Roho Mtakatifu anataka kukusaidia. Ugonjwa wowote, ninawaambia leo sitaombea mtu. Roho Mtakatifu atakuwa anatembea na kufanya mwenyewe. Na kuna watu wameanza kusikia kitu kinaingia ndani ya miili yao, na kuna utendaji wameanza kuona mabadiliko yanaingia ndani ya miili yao. Roho Mtakatifu yupo ili atende. Hebu tuendelee kuabudu, kila mmoja jihusishe. Roho Mtakatifu anaenda kufanya. Usisubiri kuombewa, usisubiri kuanza kuomba. Naomba kila mtu jihusishe. Labori Le Maria Rabasika Itakabasai Le Maria Boria Le Babasai Korobori Tarebo Rilaboria Rababasija Rebarico Rebacoria Rababas Le Marila Bele Bele Carrica Tepesi Le Marebe Cara Terribici Tarrabai Meria Rababosa Tarikai Recorrebe Kerele Besika Tarrabai Amorababora Besita Relebeshi Rabai con el Sebecrita Le Mecore La Beberusiti Lidish Rababebe Kamama Sintana Lemerinamai Rabba Gerite Pesile Baba Gerene Rele Betarabashis Amama Rabari Gerega Gerila Basisi
Alamaraba balida da rebekoreta lebesei. Melela barikoria da ramesita. Rabara. Sante kwa kuhudumia watu wako. Roho Mtakatifu. Sante kwa kuhudumia mkutano huu. Roho Mtakatifu. Sante kwa kuhudumia watu wako. Nilememere megerela babosi. Golele bobora boborola karimosi. Onaligele betale masi. Rina mamora baba. Itale pala babosi. Rika mamoria la bashita. Robo korinas. Asante kwa matendo yako makuu Roho Mtakatifu. Asante kwa matendo yako makuu Roho Mtakatifu. Ni maraboleta kasimeshi. Asante kwa matendo makuu Roho Mtakatifu. Omorita da rebalesa ya ramayata. Rikomelita lepaya. Moisoya raba. Metapola mokai. Inelimo shikaya. Ramaya toragosis. Rikone melita lipashi. Rebarame kotasi. Likana lama itorabek. Rapalamo sitarabamo. Rekoli mezita la paina. Rekoli libishi. Likana lama yedepe. Rigorilla. Rigotaita. Moshari na limisa. Riveri vetarebe kolale. Rimelime sita lapa. Rimelimo moropo. Rikola menelime sita lapa la bagolta. Rikamime merite si. Rikona lime shiteri. Rena lime korona lime seta. Remelita lime belishe. Agola talibi sika. Rena lime maropola si. Olide palipisai. Ritala pala mamorile besi. Rilibi goraba borobosha. Sikia, kuna watu ambao Roho wa Bwana anataka kuwatendea. Toka umemwamini Yesu Kristo, hujawahi kuona kwa dhahiri nguvu ya wokovu katika maisha yako. Hujawahi kuona kwa dhahiri matendo mapya yanayoletwa na neema ya Yesu Kristo. Na leo Roho Mtakatifu anatamani akuguse, ayaguse maisha yako kipekee, na utaona badiliko lisilo la kawaida, na utaona utendaji usio wa kawaida, na utapokea ushindi usio wa kawaida, au utapokea ujasiri usio wa kawaida. Hujawahi kuona furaha na ujasiri na amani na ushindi, ila hofu na mashaka na vitisho. Leo Roho Mtakatifu anatangaza kwako. Hebu achilia maisha yako, ruhusu moyo wako okabekarida lima nasaya lepana lebebekota katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema tena, nina Roho Mtakatifu anaona watu ambao hawajawahi kuonja mamlaka ya nguvu za wokovu, nila hofu na mashaka iko juu ya maisha yao, matetemeko na vitisho vingi. Leo Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu natangaza, Roho Mtakatifu anatangaza, inatangazwa kwako, mwanga ukutokee, nuru ikutokee, nuru ionekane kwako, nuru ionekane kwako, mwanga uonekane kwako. Givi ya Roho Mtakatifu ionyeshe mwanga wako na uone ushindi wako leo katika jina la Yesu Kristo. Lipani la begederi grela boria lai ritana besane limemelikoya. Nate koria bashikaba katika
katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Esaikai kapita limegorina limeseko lina lima melaba babo sheko litatala babo sheko lina lima melaba. Nguvu ya utendaji halisi wa Roho Mtakatifu ikutane na maisha yako, ikutane na uhalisia wa ugumu ulionao katika maisha. Nguvu inayozuia ikutane na nguvu inayofungua, nguvu inayokutisha ikutane na nguvu inayokupa ujasiri katika jina la Yesu. Roho hapana ayatende haya kwa jina la Yesu.